Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunazibeberusha moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, naomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia na kuomba unapoendelea kutazama, yeyote anayetazama kanda hii ya Tanzania ITV, bonyeza alama ya like. Karibu ni kufahamisha kwa undani. Imeweza kuthibitishwa kwamba Rais Samia Suluhu Hassan anateseka kiakili. Anateswa na damu iliyomwagika 29 Oktoba mwaka jana. Nani amesema? Kuna mchungaji ambaye ameyasema hayo. Naomba tumsikize kwa sababu tujue kwa nini alisema hivyo, huku akitangaza maombi ya kumwombea Rais Samia Suluhu Hassan kwa sababu asipoombewa atakufa, kwa sababu damu iliyomwagika Tanzania na kunuka kila mahali inamtesa na kumwandama. Tumsikize huyu mchungaji. Samia Suluhu atake tuseme asitake, atake asitake, ana wakati mgumu na kuna watu mkimwona Samia mnadhani yuko salama. Hayuko salama. Asipoambiwa na binadamu, damu zilizomwagika zinamwambia hukumu ya milele inamsubiri. Mtu mmoja akanambia, ukiwa unahubiri usimtaje Samia, kwani wa kwako ana hali ngumu yule. Muombeeni tu, msipomwombea atakufa. Muombeeni yule mama. Sikiza sauti ya mmoja wa wachungaji hapa Tanzania, anasema lazima yeye atamwambia Samia Suluhu Hassan hayuko sawa, anateseka kiakili na maombi yanastahili kufanywa kwake ili asije akahukumiwa, kwa sababu Samia ana wakati mgumu katika uongozi wake. Watu wameuawa kupitia mikononi mwake na damu ikamwagika 29 Oktoba mwaka jana. Samia hayuko sawa. Hayo ni matamshi ya mchungaji mmoja hapa Tanzania. Unajua, katika taifa letu la Tanzania tumepitia mambo mengi. Huyu mchungaji kile ambacho anajaribu kukisema ni wazi kwamba Samia hayuko sawa kufuatia watu waliouawa hapa Tanzania. Ikumbukwe ya kwamba wakati tuliweza kushuhudia maandamano makali ni wakati wa uchaguzi uliopita wa 29 Oktoba mwaka jana 2025. Ni kwa sababu viongozi wengi waliweza kuzuiliwa kuwania kiti cha urais, akiwa Tundu Lissu, mpina wa ACT Wazalendo. Samia aliweza kuwafungia wasije wakawania kiti cha urais, jambo ambalo liliweza kusababisha maandamano. Watu wengi waliuawa kupitia vyombo vya dola, na kufikia sasa serikali ya Samia Suluhu Hassan imekataa kutangaza hadharani idadi kamili ya wale ambao waliweza kuangamia kufuatia maandamano. Tume ya Judge Ichande iliteuliwa na rais ili kumsafisha, lakini kufikia sasa haijaleta ripoti halisi idadi ya wale ambao waliangamia hapa Tanzania. Idadi yao ni wangapi? Hilo ni jambo ambalo limeweza kufichwa. Samia akaamua kumweka Mchengerwa ambaye ni mkwewe, ambaye ameoa wanu mtoto wa Samia, akamuweka kuwa waziri wa afya ili asije akatoa siri za wale ambao waliangamia hapa Tanzania, kwa sababu wizara ya afya inaweza kudhibitisha idadi kamili ya wale ambao walikufa kufuatia maandamano, kufuatia rekodi ambayo ipo katika hospitali mbalimbali na ripoti ambayo inatoa miili kutoka chumba cha kuhifadhi maiti. Sasa akaweka Mchengerwa, mkwewe Samia, ambaye ameoa mtoto wake ambaye anaitwa Wanu mbunge, ili kusije kukalipuka idadi ya wale ambao waliangamia hapa Tanzania. Samia akamweka mtoto wake Abdul kuwa mkubwa katika idara ya usalama ili kuweka protection ama ulinzi, kuhakikisha kwamba Samia analindwa ili kusije kukajulikana ni idadi ya wangapi waliangamia, kwa sababu ikijulikana huenda itatumika katika kutoa ushahidi katika mahakama ya kihalifu ambayo ipo pale Uholanzi
ya ICC, kwa sababu ICC nataka ushahidi wa kutosha kumfunga Samia Suluhu Hassan. Baada ya kufanya hayo yote, jitihada hizo zote kushughulikiwa hapa na pale, sasa ni wazi kwamba Samia Suluhu Hassan anateseka kiakili. Vikwazo ni nyingi zinapita katika kichwa chake, kulingana na huyu mtumishi ambaye ameweza kufichua siri. Imefika wakati Samia aombewe, asipoombewa atakufa, kwa sababu ile damu iliyomwagika ikanuka kila mitaa mbalimbali hata hapa Mbeya, Dar es Salaam, Dodoma kule, inaweza kumwandama huyu mama Samia Suluhu Hassan. Na kwa kusema ukweli, Samia aliweza kujilazimisha kuwa rais wa hapa Tanzania. Watu hawakupiga kura, ila tu aliweza kujichagua. Tume ikamtangaza ya uchaguzi, akaapishwa chini ya ulinzi mkali wa kijeshi, na katika uwanja wa kijeshi Mtanzania wa kawaida hakuruhusiwa kamwe kuhudhuria uapisho wa Samia Suluhu Hassan, jambo ambalo linaonekana wazi kwamba aliweza kujichagua yeye mwenyewe. Hayo ndio yanaendelea kufikia sasa, na Samia akanyimwa mikopo. Sasa kunyimwa kwake mikopo, huenda anasumbuliwa kiakili. Mataifa kama Marekani, Uswidi, Canada yalijiondoa kutoa misaada, hata sio mikopo, misaada ya kutoa usaidizi hapa Tanzania. Ndio maana tunapitia changamoto za kiuchumi, kwa sababu hatupati usaidizi wowote. Bunge la Ulaya likatoa amri kwa Samia kumwachilia Tundu Lissu, akashupaza shingo, hakuweza kumwachilia huru mheshimiwa Tundu Lissu. Chakwera alifika hapa Tanzania na aliweza kukutana na viongozi wa mrengo wa upinzani kujua hali halisi kwa kile ambacho kinaendelea. Lakini sasa hivi tunasubiri ripoti ya Jaji Chande tujue ni kipi ambacho kinaendelea. Na hii ripoti tuliahidiwa itatolewa tarehe 23. Tunasubiri ni siku ya Alhamisi tuone kama ipo, kwa sababu wamekuwa wakizuia kutoa hiyo ripoti. Tunataka kujua idadi kamili ya wale ambao waliangamia, na uwajibikaji ufanyike uwazi, na familia zile zilipoteza wenzao zikabidhiwe miili yao na wapate fidia, kwa sababu miili inasemekana kuna picha ambazo zinatumika mara mingi na vyombo vya habari vyombo vya habari vya kimataifa kama CNN, PPC, Al Jazeera, wanatumia picha zile za satellite kuonyesha hali vile ilivyokuwa haswa katika taifa letu la Tanzania. Wakasema ya kwamba picha zile za satellite ziliweza kuonyesha watu wengi waliweza kuzikwa katika makaburi ya halaiki ya pamoja. Kwa hivyo hayo ndio yanaendelea kufikia sasa hapa Tanzania. Tunaendelea kufuatilia ripoti zingine, tunapozihakiki tutazileta hewani. Naomba kutamatishia hapo, tukutane baadaye kwa kanda ambayo nitaitengeneza. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho, subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kila wakati, na kwaheri.